matengenezo ya sehemu korofi. Barabara ya Chiwezi Nyumba, Panoni Kesilia, Dampo Mama, matengenezo ya muda maalum. Barabara TTCL na CCM, barabara Silvester Seki Mpemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara TTCL na CCM ni ile barabara ambayo tumejengwa kwa kiwango cha lami. Sasa tunataka kumalizia kile kipande kilichobaki pale mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshauri sana Mheshimiwa diwani wa kata hii ajitahidi sasa wale watu waondoe ile nyumba, kwa sababu tunakwenda kumalizia ile barabara ambayo wanaandika siku zote. Nasema nimezungumzia kama kuna muda anatoa ivumbi, barabara gani hiyo? Barabara ya TTCL na CCM wanaishi chapa chai. Kwa hiyo Mheshimiwa, ile ni majengo. Sawa. Kwanza mimi nishukuru na nipongeze meneja wa TARURA kwa jinsi anavyojitahidi katika halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mimi niipongeze serikali kwa kutulimia barabara kilomita 8, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ile imelimwa, lakini ukiangalia kuna karavati ambazo zimevunjika kabisa, na hizi mvua zinazoendelea kunyesha manake zile sehemu za karavati zimechimbika sana, kwa kiasi cha kwamba tunaweza tukasababisha hata ajali, wanaopita na magari wakapata ajali. Lakini pia kuna sehemu zingine za barabara ambazo karavati zimevunjika kabisa, ambazo hatujafika kwenda kulima kule. Kwa hiyo nilitaka kujua ni lini karavati zitapelekwa kwenda kuwekwa kwenye zile sehemu ambazo karavati zimevunjika. Nimpongeze meneja wa TARURA kwa uwasilishaji mzuri kabisa wa taarifa yake, lakini ndani yake nina maswali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye fedha ya mapato ya ndani ya halmashauri yako tulikuwa na kilomita 11 kama alivyoainisha hapa, zile barabara za kufunguliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka nipate majibu kutoka kwako. Je, hizi barabara zimefunguliwa kwa kiwango kile kinachotakiwa? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ameainisha hapa namna ya matumizi ya fedha na maeneo ambayo ameappointi 2021 kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kujua kwa hizi kata ambazo hazijaguswa kabisa, yawezekana zimeguswa lakini kwa majina yaliyoainishwa hapa nikawa labda sielewi. Kwa mfano kata Chipaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, ile barabara ya kuelekea makaburini, ile barabara imeharibika. Sasa kwenye kitini hiki hapa nimejaribu kuangalia, ile barabara haipo. Ni lini ile barabara itakwenda kuingia ili iweze kutengenezwa? Na ni barabara muhimu kwa namna vile ambavyo tunakwenda kwenye eneo letu la kupumzika la milele. Lakini kuna kata ya Muungano, kuna kata ya Majengo, barabara ambayo iko hapa Loma. Hii barabara imesha katika kabisa, hali ni mbaya kabisa. Lakini kata ya Uwanjani, zile barabara zilikuwa zimefunguliwa, sasa hivi hazipitiki kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye temu hii hapa, kwenye bajeti hii hapa, hizi kata hazimo. Sasa nilikuwa nataka nijue nini kimepelekea hizi kata zisahaulike. Ni kwamba bajeti imebana au amesahau tu? Na kama amesahau tu, Roho Bwana aweze kumkumbusha ili aweze kuziingiza hizi barabara, tuone heshima ya kufungua barabara na kuziboresha ili ziwe barabara imara kwa ajili ya matumizi ya wana Tunduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia mimi nimpongeze pia meneja wa TARURA kwanza kabisa kwa kutoa ushirikiano mkubwa, kila tunampigia simu anatoa ushirikiano. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie barabara ya Kilimanjaro Tazara. Tumepata barua toka mwezi wa 10, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini hii barabara imeanza kulimwa kipindi cha kifuko ambacho imekuwa ni changamoto. Barabara imekuwa ni uchafuzi. Kwa kweli Mwenyekiti, imekuwa ni kero kubwa kwenye ile barabara. Baada ya sijajua ni mkandarasi amechelewa, sijajua ni meneja, nataka nijue hili kwa sababu imekuwa ni kero kubwa Mwenyekiti. Ile njia ambayo tulitegemea iwe njia nzuri, watu wapite vizuri. Nimeomba muda mrefu Mwenyekiti, daraja ambalo linavukia Chapo A na Ipito. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuwa nikitoa ombi mara nyingi hapa kwa sababu mpaka pale tumezika watu 3 Mwenyekiti. Naamini meneja TARURA pia alienda pale, alipima ile daraja na aliliona. Nilitegemea 2020-2021 iwepo hapa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sioni ile daraja. Mwenyekiti, nataka nijue hili daraja litaweka bajeti ipi kama hapa hivi. Mwenyekiti, hapa mimi nimesoma kuna daraja la Mtakuja ambalo limetengewa milioni 81 na 730.
lakini kufungua huku nyuma tena kuna Mtakuja imetengewa milioni 90. Nilitaka kujua Mheshimiwa Mwenyekiti, kati haya madaraja najua mojawapo litakuwa ni kwangu, lakini nataka nijue ni lipi na limetengewa shilingi ngapi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukishuka chini kidogo hapo, nataka niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi barabara ambazo tunazilima, tunaweza tukawa tunalima barabara kwa fedha nyingi za serikali ambazo ni kodi za watu maskini, alafu baadaye zikawa zinapotea. Ukilima barabara alafu usipoweka makarabati, barabara ile inakufa, maana yake umepoteza fedha. Naizungumzia barabara ya Machinjio na Sere. Ile barabara bajeti yake ilikuwa mwaka juzi, mwaka wa fedha ulioisha, ikaja mwaka huu, mwaka wa fedha ambao tunakwenda utakwisha. Lakini ukiangalia tena imewekwa kwenye bajeti ya 2021, ile barabara ile. Sasa hivi haya mawasiliano ilishakata, imeharibika na inakwenda kupotea. Nitaka nijue Mheshimiwa Mwenyekiti, TARURA wana mpango gani wa dharura kuinusuru barabara ile, lakini kunusuru fedha nyingi zilizotumika kwenye ile barabara isipotee? Asante. Kwenye swali langu la msingi, meneja wa TARURA naamini amefungua barabara nyingi ndani ya kipindi kirefu, kwa muda mrefu ndani ya mji wa Tunduma, lakini barabara nyingi zimekuwa ni uchafuzi kwenye mitaa. Ikishafunguliwa tu mvua zinaanza kunyesha, hizo barabara zinakuwa ni shida kweli, hazipitiki. Kwa mfano, naweka mfano barabara ya Mirunguti na Kaumba imefunguliwa juzi, lakini sasa haipitiki. Lakini kuja hapa barabara ya Mlenda mpaka hapa anaposhinda kwa trafiki, ile barabara sasa imekuwa ni matope. Ni lini? Kwenye bajeti hapa sijaona bajeti ya kuweka changalawe, lakini pia na kuweka makarabati. Ni lini ile barabara atazingiza ili azinusuru ile barabara, zile barabara ambazo zinapitika? Lakini pia nirudi kwenye barabara kuu hii ya kutoka Chapo mpaka Mpemba. Kuna barabara kuna sehemu moja korofi pale kanisa la Loma. Ile sehemu maji yanatuama kwa wingi, mvua zikinyesha kwa wingi huwa haipitiki. Barabara ile inakuwa ni chanzo cha kuharibika, na barabara hii inatumika na magari mengi katika mji wa Tunduma kwa ajili ya ikifunga barabara kuu huwa inapitika barabara hii. Ni lini atatuwekea kivuko pale ili maji pasiwe kuna mtwamo wa maji? Asante. Keki hii ni wote tunahitaji kwenye mji wa Tunduma, lakini ninapata shida sana kuona kuna baadhi ya maeneo hayaguswi kabisa na kuna kata zinasaulika kabisa. Kwenye bajeti 2019-20 hakuna. Kwenye bajeti tunayoendelea sasa kuijadili ya 2021 hakuna. Na nitolee mfano kabisa kwenye kata ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na changamoto kubwa na wananchi wanapata adha kubwa. Wakati mwingine inakuwa ni shughuli kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine kutokana na hali ya barabara ilivyo. Lakini huko wakati hata tunapata hofu kwa watoto wetu wanafunzi, kwa sababu hakuna madaraja, hakuna vivuko, kuna mito inajitokeza kipindi cha mvua. Sasa ni nini mpango wa TARURA hasa kwa kata ya Muungano? Ni lini itakumbuka? Kwa sababu kwenye 19 haipo, 2021 kwenye bajeti tunayokwenda kuijadili hakuna. Mpango wao ni nini kwenye hii kata? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwenyekiti, naomba nijibu maswali kama ifuatavyo. Barabara ya Chiwezi, kwanza kuna drift moja imekatika kabisa ambayo haipo kwenye mpango uliokuwepo huko tunaotengeneza sasa hivi. Drift ile inaweza ikasababisha hatari sana kwa watu wanaopita katika barabara hii. Ni kweli tumekwenda tumeiona hiyo eneo na tumepeleka kama maombi maalum ya kurekebisha mkataba uliopo ili tuweze kurekebisha ile karabati na watu waendelee kupita. Kwa wakati wote kuanzia wiki ijayo mkandarasi atakuwepo hapo kwa ajili ya kurekebisha hiyo karabati. Lakini kwa haya makarabati ambayo yapo kwenye bajeti, tumeshamwagiza mkandarasi aanze kazi ya karabati mara moja. Kwa hiyo wakati wote utamwona mkandarasi anakuja hapo, kwa sababu kwenye barabara yako mkandarasi tunaye. Kwa hiyo usio na wasiwasi, kazi hizo zitafanyika. Na kwa kule ambako hakujafanyika, umeona kwenye bajeti hapo imetokea tena. Itakuwepo, tutamaliza kule. Asante sana. Lakini maswali ya mheshimiwa anayesema ufunguzi wa zile barabara kwa kutumia fedha za halmashauri ya Kilizishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tuwe tunakumbuka sana tunapojadili kwenye vikao vyetu. Tulikubaliana kazi ya halmashauri ni kufungua tu. Kazi ya TARURA sasa ni kufuata kujenga vivuko na kuendelea. Lakini shida tunaopata ni kwamba bajeti yetu sisi TARURA ni ndogo sana. Kwa unakuta sasa tunashindwa
kuleta vile vivuko kule pamoja na kuweka changarawe. Mfano, hizi barabara nyingi tulizofungua safari hii zinahitaji sana makalavati pamoja na kuweka changarawe. Lakini bajeti yetu ndio hiyo unaopata 600. Utafanya wapi utaacha? Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri sasa uwepo mpango mzuri kwa bajeti hii ya halmashauri. Kama tunatengeneza kilomita 2 au 3, tumalize hizo ili TARURA huku uziweke zile zingine. Tunakubaliana kwa safari hii kama kata hii iliwekwa kwenye mpango wa halmashauri, basi TARURA wewe ingiza kwenye bajeti yako. Alafu hizi za halmashauri sasa tufanye kwenye barabara hizi. Tukiona mpango huo nafikiri tutafika mbali sana. Lakini hii barabara tunaosema kwamba tuna milioni 50, tunataka kilomita 20. Yaani hii ndio inatukosti sana. Kwa sasa hivi tubadilike. Mimi nafikiri tukibadilika kwenye baraza huko itakuwa nzuri sana. Tuna milioni 20, 30, tengeneza kilomita 3, 4. Sikae sawa. Zikikaa vizuri basi TARURA tutaingiza kwenye bajeti inayofuata. Hiyo itakuwa nzuri sana. Na nimeongea na mhandisi, nafikiri amenielewa. Tutakuja huko nafikiri tutazirekebisha hizo barabara kuweka changarawe. Asante sana. Bado kuna barabara ya kwenda kutoka Chipaka kwenda Makaburini na kwenye kata ya ile ya Bugano na Wajengo pale nimesema Roma. Hizo barabara zina shida sana. Mwisho Mwenyekiti, shida yetu kubwa ni hiyo ya bajeti. Yaani shida yetu kubwa ni kwa barabara nyingi, kwa mfano hapa Tunduma zinahitaji mifereji pamoja na vivuko. Yaani ni nyingi mno. Mkiona ile bajeti ambayo nimeandika pale upande wa pili, ile bajeti ambayo ina bilioni 2.5, tunaona vivuko vimekuwa vingi. Hata hii bajeti ya bilioni 600. Ukiona pale imebebwa yani kwenye sehemu ya 4, sehemu ya vivuko, ujenzi na ukarabati wa vivuko, inabeba milioni 313.73. Wakati total budget ni milioni 637. Hii yote ni kunusuru tu hizi barabara zilizopo. Sababu vivuko ndio vinahitajika kwa Tunduma. Sasa vivuko vinakula pesa nyingi. Kwa hiyo tunajitahidi hivyo kwa bajeti yetu tulionao tunakuwa nao hivyo. Lakini bado baadaye nafikiri tutakuja mambo yakikaa vizuri. Tukipata zile fedha za uboreshaji wa miji Tanzania, zile kidogo ndo zinakuwa nyingi. Zikija zile hata lami zitaongezeka hapa mjini. Kwa hiyo tusitoe na uvumilivu, baadaye mambo yote yataisha. Lakini bado Mheshimiwa Mpande anasema barabara ya Kilimanjaro Tazara mkandarasi analima kipindi cha mvua. Ni kweli kabisa Mheshimiwa, tena wewe ni mtu wa kwanza ulikuwa nipigia sana simu kwamba ile barabara inakatika. Mkandarasi huyu amechelewa sana kuanza ile kazi. Kwa hiyo mkandarasi huyu anatakiwa aitunze ile barabara kipindi chote cha mvua, wananchi waendelee kupita. Na tumemwagiza ile eneo ambalo pale pana geti pale halmashauri, anatakiwa apeleke excavator pale, afungue mifereji yote ili wananchi waendelee kupita. Alafu mvua zikiisha ndio ataendelea na kazi ya changarawe. Kwa hiyo Mheshimiwa, nataka nikutoe hofu. Wewe usihofu kwenye ile barabara. Yeye ni agizo lake. Akishaingia mkataba anatakiwa itunze na aruhusu wananchi wapite. Kwa hiyo tumemwambia vifaa vyake vibaki hapo hapo. Kwa kipindi chote cha mvua wananchi waendelee kupita. Kwenye daraja Mheshimiwa, daraja la Ipito lina urefu wa mita 21. Bajeti yake inakula zaidi ya milioni 400. Maana tungeingiza kwenye bajeti hii barabara zote tulikuwa tunaziondoa. Sasa daraja hili tumeliomba kwenye maombi maalum. Likikubalika huko basi utaliona kwamba sasa tunajenga. Kwenye Mheshimiwa Mpemba anasema daraja la Mtakuja limetokea mara 2 huko na huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ile budget nimesema moja inajali Ukomo, nyingine haijali Ukomo. Kwa hiyo utaziona zilizopo kwenye kujenga huko mwanzoni zimetokea tena upande wa pili. Daraja ni lile moja na utamu. Hapa la Mtakuja. Daraja la Mtakuja lipo pale Machinjioni kwenye barabara, ukipita hii barabara ya Tunduma Mpande. Sogea Mpande ndio kuna sehemu pale kuna daraja la Mtakuja. Wanasema kulima barabara bila kalvati. Barabara tunazolima kwa njia ya fedha za road fund zote zinawekwa kalvati. Lakini zile za halmashauri tulikuwa tunafungua tu kwa kalvati zitakuja kukua baadaye. Ndio maana nimesema hapa kwamba tubadilike sasa, tuanze kuweka vyote kwa wakati mmoja ili zisife. Lakini kuna hii barabara Machinjioni na Sere. Mheshimiwa, kama utakuwa umenisikiliza vizuri pale awali, nimesema kuna barabara ile 20%. Tulisema tutatangaza mwezi wa 12 kama utakuwa na kumbukumbu. Lakini barua hiyo ya kutangaza haikuja. Sasa tukaona barabara hizi kwa sababu tayari zilikuwa kwenye bajeti iliyopita, tumezirudisha kwenye bajeti hii. Kwa maana kwamba zitekelezwe na wananchi wapate huduma. Ndio maana yetu, lakini sio kana kwamba tumeziacha. Tukaenda kwa Mheshimiwa Wakatete anasema barabara na Kaumba Milunguti imekatika na barabara Bushbebi Godown pale. Ni kweli Mheshimiwa, ndio hili nimesema tumeshaongea na engineer hapa kwamba tuangalie jinsi ya kuziwekea culvert pamoja na changarawe. Tukishaziwekea nafikia matatizo yote yatakoma na barabara zitapitika vizuri. Lakini bado uliongelea barabara Mpemba Chapwa Makambini. Mheshimiwa, nataka nikupe neema tukoba hii barabara ina neema. Kwa sababu kwanza tumeombea kwenye maombi maalum kuiweka lami barabara yote kilomita 10.24
ya maana kwamba kutokea Mpemba mpaka pale Makambini. Wakati ile sogea transformer tumeweka kiwango kikubwa cha lami. Mheshimiwa, kuna hii kata ya Muungano kwamba hakuna kitu kabisa. Mheshimiwa, ni kweli bajeti yetu ni finyu. Sasa kuna bajeti ya halmashauri. Kama hii kata utakopa ikumbuka, naomba tu mwenzangu aiweke huko ili tuweze kuifikiria hii kata ya Muungano. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa majibu mengi sana aliyotoa kiongozi wetu kutoka TARURA, anasema kwamba bajeti ni ndogo. Baadhi walikuwa wamepita niuliza swali hapa, lakini sikuweza kupata majibu. Kwa maana kwamba kulikuwa na chanzo cha mapato ambacho kimetoka kwenye halmashauri kimekwenda kwenye TARURA, kwa maana kwamba chanzo cha maegesho. Lakini ninyi hamkusanyi chanzo hiki kwa sababu hatujui. Lakini pia hapo ndiko palipokuwa na msingi wa kuweza kupata mapato ili hii miradi iweze kwenda kutekelezeka. Nitaka nijue hapa hili jambo linakaeje. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu la pili, nitaka nijue kwamba ndani ya kata ya Mwakakati kulikuwepo na bajeti 2019-2020 ambao sasa kulikuwepo ni mradi wa kutengeneza barabara ya Manga Dampo. Lakini sasa hiyo barabara haijatengenezwa usafi, na sasa tumehamishiwa kwenda kwenye bajeti ya 2020-2021. Nashukuru katika hilo. Lakini sasa nilitaka nijue ndani ya kata yangu ya Mwakakati, kwa maana kwamba kuna barabara za ndani ya ile kata, kwa mfano barabara ya kutoka Gofani kuelekea mpaka Mkuyuni kupitia mitaa ya Gofani na Songambele. Pale barabara imeshakatika kabisa, na ni miongoni mwa barabara ambazo tulikuwa tumezifungua kama halmashauri kabla ya nini TARURA. Sasa nitaka nijue, kwa sababu barabara hazipitiki kabisa, imeshakatika kabisa. Jambo hili Mheshimiwa umeliwekaje? Nashukuru. Mwenyekiti, niombe tu kwamba mtu wa TARURA, kwanza kuna hoja zijadiliwa hapa ambazo tungependa kupata majibu ya kutosha, hususani baadhi ya kata kukosa kabisa hii miradi kwa mwaka uliopita, mwaka huu hata kwenye maombi maalum, ikiwemo kata yangu ya Tipaka iliulizwa na Mheshimiwa Stella hapa. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa nataka kushauri kwamba hizi bajeti ambazo tunakuwa tunapitisha, sisi madiwani tunapata maoni kutoka kwa wananchi, ndio tunaokuja nayo hapa kwenye vikao. Sasa mwisho wetu wa local government tunaishia hapa kwa engineer ambaye ndio yuko hapa halmashauri. Nilikuwa naomba mtu wa TARURA pamoja na engineer wa halmashauri, kabla ya kuandaa mpango wao, wawe wanakaa kwanza ili wajue vipaumbele wananchi kule wanapotoka kwenye mitaa, kwa sababu kuna barabara muhimu kabisa ambazo zinakuwa zinahitajika kwa wakati huo, lakini zinakuwa zinaachwa. Kwa mfano aliyoitaja Mheshimiwa Kayombo ya kwenye tunakozikwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu sana. Sasa unaona hata kwenye mpango wa dharura inakuwa haimu. Lakini mwisho pia ni shauri mtu wa TARURA kwamba kuna barabara ambazo zinakwenda kwenye mambo muhimu, yani tulikowekeza. Tumewekeza kwa maana tumejenga shule, tumejenga vituo vya afya ama zahanati. Zile barabara ni muhimu sana. Mimi kwenye kata yangu kuna shule ya Ukumbusho. Hata ikifunguliwa leo, hata gari ya halmashauri kipindi hiki cha kifuku pamoja na nguvu ilionayo haiwezi kufika pale. Lakini pia kwenye kituo cha afya tunapojenga kule Nyerere pia haiwezi kufika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tuyatazame haya mambo, ni muhimu sana ili yaweze kutusaidia. Asante sana. Barabara ya Bomani mpaka soko kuu. Mkandarasi aliyekuwepo pale ni mkandarasi wa ubora kabisa. Kabisa. Sisi kata ya mjini tunakimbizana sana na mipaka wakati fulani. Maaskari wangu wa bodaboda wengi wanadondoka na pikipiki kutokana na mashimo makubwa aliyoyachimba, na hata wakati anaanza kukarabati barabara ile kuweka viraka, hajaweka viraka kwa kiwango kinachotakiwa, bado mashimo yapo, lakini ameweka chini ya kiwango, imechimbika tena ndani ya wiki moja kwa mashimo tena mle mnaweka viraka, na wananchi wanatafsiri vizuri. Bila shaka wanatazama kuanzia leo ya DC, wanaangalia mkurugenzi, mwenyekiti wa halmashauri, wananiangalia diwani, wanaona wote tumeshiriki. Wananchi kuna wana neno lingine zaidi ya kusema mmepiga. Yaani wananchi kuna sasa diwani tumeona mmepiga hii barabara, ndio maana mashimo yamebaki wakati ametengeneza wiki moja na kiwango kimekuwa hichi. Maswali yamekuwa mengi. Utupe majibu. Yule mkandarasi anachukuliwa watu gani? Kwa sababu anafanya chini ya kiwango sana. Maeneo mengine anaweka tu udongo alafu anaondoka. Sasa leo pamechimbika tena mle wiki moja tu baada ya kuanza. Lakini kuna eneo hilo barabara inayotoka kwenye kuacha kwa Kisimani kuingia hapa inaingia mashineni hii ya upande wa juu.
soko kuu ile upande wa juu, ile barabara amechimba mtaro ule kwenye maduka ya watu, lakini mpaka sasa hivi ni mwezi umeisha, hakuna kinachoendelea, ujenzi haujaanza. Sasa watu wanauliza, ulichimbeje mtaro kwenye milango ya maduka ya watu? Wateja wanashindwa hata kutambuka kuingia kwenye maduka ya watu, wakati kule tumewekeza na wale wananchi wamewekeza. Kwa hiyo nilitaka ufafanuzi, ni lini sasa ule mfereji utaanza kujengwa, na huyu mkandarasi anachukuliwa hatua gani, na ikibidi aondolewe kwa sababu ya uzembe. Jambo la pili, kumekuwa na mtu mmoja ambaye anakusimamia kwa niaba nadhani ya halmashauri ama mtaula. Kuna injinia mmoja ambaye wakati wa ujenzi wa ile barabara kiwango cha lami kati ya msikitini na vipande vile vingine vyote alikuwa msimamizi akishirikiana na yule mkandarasi wa kwanza. Kama karibu zote zilizojengwa pale tumezirudia zote kutokana na kiwango kuwa cha chini, na injinia yule alishiriki. Na hata juzi wakati tunarejelea ile barabara hapa kwenye kanisa la Tunaliwesha hapa shule ya Mpakani, nimemuona pale anaporejelea kile kivuko, bado amerejelea kwa kiwango cha chini. Ukichungulia kule chini ile kama bado limefanya limeshuka namna hiyo. Yaani wakati wa badala ya kutangulia kutengeneza zile ngazi zile mbao za kuandaa sasa kuja kuweka nondo na kifusi, yeye anatangulia kuweka kifusi ndio anaanza kuingia kupachika mbao kule chini. Kwa hiyo ukiangalia ile kama bado pamoja na ukarabati imepinda tena. Lakini yule engineer yupo. Sijui kiwango chake kikoje. Mimi sijui maengineer wanaokuwa site kwa ajili ya kuangalia mradi na kusimamia unawapima kwa kiwango gani. Mwenyekiti na ndugu yangu wa TARURA, ufunguzi wa barabara na vijua mimi huwa linaanza doza linafuata grader, alafu linakuja compactor linakuja kushindilia namna hii, na linakuja kumwaga maji, alafu boza linamwaga maji, alafu liko compactor ile linakuja linaweka vizuri. Sasa ndugu yangu, ufunguzi wa barabara za TPP meneja na TARURA umenichanganya. Grader linaingiaje kwenye magema, kwenye miti? Kuna maeneo mengine, kwa mfano kipande cha Mheshimiwa Karungu kutoka Musa na hapa kupandisha kwenda Kunga pale, ni kipande muhimu ambacho barabara kijambo hapa Roma watu kuvuka wakaenda Sogea mara moja. Kile kipande ameshindwa hata kusukuma mtu wa kupandwa tu kwa barabarani, anashindwa. Na mimi nilipata nzuri, nilikwenda pale. Ilienda grader mheshimiwa mwenyekiti. Samani wakati tunafungua mji kwa ile hatua ya kwanza, wakati tunatumia meneja manjinia wa halmashauri, tulikuwa tunakuwa na doza lile linasaidia kuchimba lile vizuri, alafu lile grader linakuja kusawazisha tu, inakuwa kazi rahisi. Alafu wakati wa kushindilia sasa inakuwa inashindiliwa vizuri kwa sababu tayari na ile swala la maegesho. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli chanzo hiki tumekichukua, lakini TARURA makao makuu walikuwa wanashughulikia, na sasa hivi mzabuni wa kukusanya chanzo hiki ameshapatikana na tumeagizwa. Nafikiri kesho mratibu wa mkoa atafuata hizo posti kwa ajili ya kuanza kukusanya chanzo hicho. Kwenye swala la mkakati barabara ya dampo Manga kwamba ilikuwa mwaka jana na safari tena imewekwa, ndio lile kwamba hizi ndio zile asilimia 20. Asilimia 20 zote hatukutangaza. Kwa hiyo sasa tumeirudisha ili tuweze kuzikamilisha. Lakini hii barabara ya Gorofani hii barabara hii tulisema kwanza tutafungua na halmashauri, afu baadaye ndio tutaendelea kuipokea sasa. Unasema kule kwenye ghorofa kule hajafika. Ongea na mwenyekiti usijibizane na mjumbe. Sawa. Gorofani kule kwenye fika, kwa hiyo tukishamaliza kufungua kule. Kwa sababu unasema unahitaji culverts. Ukishakamilisha hiyo ndo tutaichukua ili tuweze kuifanyia huko sasa, tuingize kwenye bajeti yetu ya rofa. Kuna ile barabara za Chipanga. Ukiona kwenye ile bajeti ya pili kwa Chipanga kule kuna barabara moja inaitwa Katete. Awali ilikuwa inaitwa Ndelema Katete. Kwa sasa hivi usajili wake ni Katete. Kwa barabara ya Katete ndio ipo kule Chipanga. Nafikiri kwenye hiyo bajeti ya pili hiyo utaiona hapo ipo. Lakini swala la barabara kwenda kwenye shule, vituo, huduma za jamii zote, waheshimiwa, kama kuna barabara mnaona haifiki huko, sisi TARURA tulishapewa maagizo hayo kwamba tupeleke barabara kwenye maeneo hayo. Mimi naomba kama mheshimiwa yoyote anaona kwenye kituo cha afya, zahanati, shule barabara haifiki, naomba tuonane, alete pale ofisini ili tuweze kuchukua orodha ya hizo barabara. Kwenye swala la barabara, mkandarasi anatekeleza na shida. Mkandarasi huyu anatekeleza mradi ile pale pamoja na barabara ya Kilimanjaro Tazara, Sogea Mpande, Sogea Transformer. Mkandarasi huyu tumemwita kwa muda mrefu sana, alikuwa onekani pale site. Alipoona ule muda unataka kukaribia, kwa sababu alikuwa ndani ya siku 18 hajaonekana site. Kwa mujibu wa mkataba wetu, mkandarasi asipoonekana site ndani ya siku 28 ilikuwa tumfukuze. Ndio maana sasa umemwona ameleta hizo grader pale. Kwa maana mheshimiwa nikamwambia muache tu alete hizo grader zake. Awepo hapo mpaka mwaka wote. Kwa sababu alikuwa anaogopa nilikuwa namtimua.
Naomba tuendelee kuvumiliana, mheshimiwa atamaliza hiyo kazi. Kwa sababu huyu mkandarasi kweli amenisumbua. Na nilikuwa kwenye hatihati za kumtimua. Kwa sasa amejihami pale kaleta zile greda akaziweka ili aonekane yuko sahihi. Naendelea naye kwa sababu kuna vigezo naye atatoka. Lakini kwenye swala la kutumia doza kufungua hizi barabara pamoja na greda. Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua mobilization ya mitambo zaidi ya 4-5 huwa inakula hela nyingi. Mtambo mmoja kutoa Mbeya na kuleta ni milioni 4. Sasa ukishasema doza, maana yake tunataka doza, tunataka greda, tunataka lola. Maana tayari ni mitambo mitatu. Baadaye water bozo. Minne imeshakamilika. Kwa hapo tu inakula hela nyingi sana, hasa kwenye hizi barabara za kufungua. Sasa huwa tunaangalia umuhimu wa hizi barabara za kufungua. Mfano kweli barabara ikiwa na hali mbaya sana ambayo unaona kabisa kama inataka doza, huwa tunaleta doza. Lakini kuna barabara zingine unazoona zina hali ya kawaida, huwa tunazifungua kawaida ili baadaye tuje tuzifanyie kazi kwa ile hela ya road fund. Kwa hiyo usidhani kwamba hatuoni, tunaona, lakini pesa yetu inakuwa kidogo. Kwa hiyo tunaogopa kuleta ile mitambo mingi sababu inakula hela yote. Sasa hasa ukiangalia barabara ya mjini, hapa sasa Tunduma ni mjini. Ile barabara ya lami au barabara zote ambazo tunazungumza kwamba wakandarasi waliomba na wakapewa na zaidi ya miezi ya kutosha toka mwezi wa 9. Lakini cha kushangaza ni kwamba wanaanza kuzitengeneza hizo barabara kipindi cha mvua. Yaani mvua zimeshachanganya ndio wanaleta mitambo wanaanza kutengeneza barabara. Lakini kunakuwa na maneno huko kama nilivyosema makamu kwamba naanza kuzungumza ni kwamba mheshimiwa mwenyekiti halmashauri yako inaonekana mmepiga hela za barabara. Sasa mwananchi wetu kamzoea kusema. Na anaposema unaona kama kuna viashiria barabara hazilimwi, watu wengine wamevunja nyumba zao kama tunazungumza hapa, wamesafisha lakini hazikwenda kutengenezwa. Lakini mbaya zaidi meneja, mimi na imani wakandarasi wanaopewa kazi za kujenga barabara wanajua taratibu za ujenzi wa barabara. Hasa barabara ya Chapwa Chiwezi. Ile barabara mpaka nikwambia huko sasa kutatokea ajali. Mtu anamwaga vifusi barabarani, alafu hajaweka, yani hajaweka kiashiria chochote kwamba kuna utengenezaji wa barabara mbele. Sasa unajiuliza huko kweli ni mkandarasi ujenzi wa barabara au ni mjenzi wa nyumba tunaleta kwenye barabara? Kwa mimi nione tu engineer, meneja wa barabara kwa maana TARURA, hebu wachukulia hivi serious. Serikali imekuamini, lakini tunatakiwa na sisi pia tukuamini. Mheshimiwa madiwani wanatoa shukrani na mimi nimesema tunakushukuru, lakini pamoja na shukrani hizo mimi sitoa asilimia zote kwamba nakushukuru, lakini nasema Mheshimiwa DC huko nje barabara kidogo sio nzuri. Watu wanalalamika sana na hizo barabara tunaanza kufikiria kelele muda mrefu. Sasa unajiuliza, mimi nasema inawezekana meneja ana kampuni zake mwenyewe anajipasia hizo kazi. Sasa namna kujigawa inakuwa kazi anajigawaje? Sasa yote yanakuwa nasema na wananchi kwa sababu wanaona kazi haziendi. Hivi kwa mfano ile barabara ya lami umeiwafukua mle ambao umechimbika, alafu mwisho wa siku umedanganya tu mwaga vile vilabu vidogo umemwaga vichangarawe kidogo, umeshafungua watu wanapita. Kwa mwananchi anajua kabisa imeshatengenezwa imeisha, yeye hajui kama kuna kurudia tena. Kwa hiyo umesema hapa mwenyewe kwamba barabara zitengeneze kwa viwango vinavyotakiwa. Kama ile yetu ni ndogo inataka barabara kilomita 3, basi hiyo kilomita 3 badala ya 10. Kama atakuwa anajianza tu barabara inakuwa sasa sio barabara, inakuwa ni uchafu ambao tunaleta kwenye mji. Unahitaji barabara zipitike kwa muda wote, iwe kifungu kiangazi zipitike. Sio kwamba mvua ikianza kunyesha msaka barabara ifungwe. Mvua imeisha inaanza kupitika. Sasa kimsingi pia na sisi kama halmashauri tunakuwa tuelewe vizuri kwamba TARURA wapo watu ambao wanazikagua hizi barabara, lakini pia kuna barabara ambazo zinatakiwa zifanyiwe marekebisho kabla hazijaribika sana. Tunakuwa tunaziangalia zinaharibika sana ndio tunaanza kuona kwamba tunatengenezaje. Kwa hiyo niombe tu kwamba tunapitia barabara zetu tunaangalia yale maeneo ambayo yanaweza kutengenezwa kwa wakati mfupi, dakika hizo watengeneze badala ya kusubiria hasa ikawa kubwa zaidi, alafu mwisho wa siku tukajikuta tunaingia sana ambayo tutakiwa. Kwa hiyo nataka nishauri haya kwamba hebu yachukue meneja, na naamini sasa hivi pale unaongezewa kuna watu wanakusaidia watembelee hizi barabara. TARURA iko na interest kubwa ya kutengeneza barabara zote hizi za mji wa Tunduma ziwe za lami. Uongo? Injinia. Ndio nia yake. Hata kupewa mdiwani au nani kwenda kumwambia. Lakini budget anayopewa, budget anapewa milioni 600. Na sasa hivi tunawaambia kwamba hatutaki zile barabara nusu. Tunataka barabara moja itengenezwe kwa kiwango kikubwa na ifike sehemu iishe. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya hivyo. Najua waheshimiwa wadiwani
tunapenda barabara zetu zile, naelewa, na hata engineer pale anaelewa, lakini lazima tupeane pumzi kidogo. Leo tukiamua kutengeneza barabara kutoka Mpemba mpaka transformer kule, unajua kuna barabara zingine hazitaguswa. Sio kwamba hazina umuhimu, ila kwa sababu ya ufinyu wa budget. Kwa hiyo Mheshimiwa Madiwani, ningependa katika hilo nao tuelewane vizuri, ili tu tunapeana ushauri, lakini hatukatazi kwenda kwenye ofisi ya TARURA na kumwambia kuna problem hii ile na hiyo. Kitu ambacho ningeshauri TARURA wakiangalia vizuri ni barabara ya kwenda huko Makaturini. Tatizo uone namna ambavyo unatakiwa kuimarisha. Na leo niseme wazi kabisa kwamba ningelipenda tutengeneze uwanja, kwa sababu tayari tumeshauanza uwe uwanja wa kisasa kabisa. Ninaamini wana wa Tunduma wanapenda sana michezo, ninaamini hivyo, na tunaamini tukiutengeneza ule uwanja wetu vizuri utakuwa ni sehemu nzuri ya kupata mapato katika halmashauri yetu. Sasa nimeona hapa fedha zilizotengwa ni milioni 11. Nimekaa na akasema labda walikuwa wamesahau. Kwa hiyo naomba waliangalie hili swala la budget kwenye michezo, kwa sababu tunaamini michezo ni afya vile vile, na tunaamini inaunganisha watu wote. Kwa hilo nilitaka niliongee hapa, na ningependa kwenye budget iangaliwe kwa namna nyingine. Lakini cha muhimu, kupanga budget ni swala moja, lakini kukusanya mapato, kuhakikisha kwamba ile budget inatimiza ni jambo jingine. Na hapo ndio kwenye umuhimu. Tunaweza tukawa tunasema hapa tuongeze tupate bilioni 10, lakini je, tunaweza kukusanya? Napongeza sana timu ya mapato ya halmashauri hii ya mji wa Tunduma, kwa sababu imekuwa ikifanya vizuri all the time. Kwa hiyo napongezeni sana. Tumekuwa tukikusanya mapato, tunaona mabadiliko yanaonekana. Kama mwaka 2015 watu walikuwa wanakusanya milioni 800, sasa tunakusanya bilioni. Kwa sababu inawezekana watu takwimu hizi hawazifuatilii. Mwaka 2015 kuingia huko 2016 budget ilikuwa shilingi ngapi? Kwa kama mtu anatakuja bilioni 1.8 something. 15-16. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo tumekuwa tukiimprove, tumetoka 1.8, tumekuja 3, tumekuja 4, tumekuja 6, tumekuja 5. Kwa hiyo timu ya mapato na kiongozwa na mkurugenzi mwenyewe, hongereni sana. Kwa tunapokuwa tunakusanya ni swala lingine. Kwanza tunapopanga budget ni swala la kwanza. Makusanyo ni swala la pili. Matumizi ni swala la tatu. Hivi vitu vyote vinatakiwa vifanyike kwa weledi na vinatakiwa vifanyike kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni za sehemu husika. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.